Watoto wanahitajika kwenda kwa Sunday school. Our children are required to go outside for Sunday school for a little while, and then they're going to come back inside. Nashukuru tena Mungu I thank so much God kwa kuniwezesha kuwa mbele zenu who have enabled me to stand in front mchana wa of leo. you this afternoon. Nasema natoa shukrani zangu kwa baraza I'm giving my thanks to the Elders Council ambayo inaruhusu niwe hapa, who have enabled me to stand here. na leo ni siku nzuri kwangu And today is a great day for me kwa kuwa ni siku ya baraka, because it's a day of blessing. na baraka hizi And these blessings, ninaziishi muda mrefu. I've lived in it for so long. Sijue siku hizi ninabarikiwa sana kanisani. I know that these days we are being blessed a lot in the church. Nasikia roho yangu inafurahi. I feel my heart is full of blessing. Na sijui labda toka I don't know, wiki zilipita a few weeks now, nilibarikiwa kupitia I've mahubiri, been blessed through nilibarikiwa preaching, kupitia nyimbo mbalimbali, through different songs, na jisikia najifunza mengi. and I feel that I've learned a lot. Bwana wetu ni Bwana wa rehema. Our God is God of mercy. Anatufunza kila siku. He teaches us every day. Hata watumishi wenu Even our servants of God, wanapokea kitu kipya kila they siku. receive everything Na hii ni kwa new utukufu each day. wa Bwana. And that's for the glory of the Lord. Na leo nilitaka nizungumuze And today we're going to speak kuhusu upendo wa Kristo. about the love of Christ. Upendo wa Kristo The kwa love of Christ kwa mwenye haki. to the righteous one. Upendo wa Kristo kwa mwenye haki. The love of Christ to the righteous. Na topic hii And this topic, nilikuwa nimeiandaa, I prepared it, ila niliibadilisha kidogo but I changed it a little bit. nilipobarikiwa na nyimbo iliimbiwa hapa na Revival. When I heard the song that Revival sang, Ilikuwa katika topic moja, it was in the same topic, ila niligusa kidogo but I just touched a little bit kwa kuwa nilipokea kitu kipya kutoka because I kwake, received something from the Lord na kwa utukufu wa jina la Bwana. and for the glory of God. Dunia ambamo tunaishi The world that we live in today ni dunia inakuwa katika shida, is the world that is in trouble. na shida hizi And these troubles, Wakristo wanaziona, Christians are seeing, na wale hawaamini Yesu wanaona kama and dunia those not imeharibika, believing to Jesus, they are seeing that the world is ending. kwa kuwa amani ya dunia haiko nzuri, Because the peace of the world is not good. siasa ya dunia haiko The nzuri, science of the world is not good. mazingira ya dunia The haiko nzuri, environment of the world is not good. hata imani ya watu Even the faith inaanza of the people kutikisika. is now shaking. Ukisikia If you hear mtu ananena someone has a word ya kwamba that anasikia asiingie tena they kanisani, feel that they don't want to come to church, ni kusema kunakuwa nguvu it fulani means there's another power ambazo zinamupush that is pushing them kuacha njia za to Mungu, leave the ways of God. na hiyo ni vita kwa imani And yake, that's the battle for his faith. na yote hii And all of ni kwa that kuwa dunia is because inaharibika. the world is destroyed. Yesu Kristo Jesus Christ, katika kitabu ya Luka in the book of Luke, sura 18 chapter 19 mstari wa 8, and chapter 18 verse 8. Luka 18 mstari wa 8. Luke 18 verse 8. Mengine tutakuwa hatusome na mengine tutasoma, ila ya muhimu kwa Mkristo ni But the kuchukua important pen, Christian is to get a pen unaandika. and write down. Yesu aliuliza, Jesus Christ asked, atakapokuja mwana wa Adamu, when the son of Adam gonna come, je, ataiona imani duniani? is he gonna find faith in the world? Na wakati tunaona habari hiyo ya imani, The time we look at the word faith, tunajua ya kwamba Bwana anaweka mkazo kwa imani. you know that God is is emphasizing on faith. Thank you. Ndiyo, anaweka mkazo kuhusu imani ya watu. The Lord is emphasizing a lot about the faith of human beings. Anajua kama bila imani He knows that without faith, wewe utaanguka. you will fall down.
Imani ndio inakufanya ushimame. The faith makes you stand. Na ukikosa imani, And if you lack faith, anajua utaanguka. you know you're going to fall down. Na utaangukia wapi? And where are you going to fall from? Kwa kuwa kuna kuanguka na kuanguka. Because there is falling and falling. Ukichukua liani, If you get an egg unaiangusha. and throw it down, Kuiangusha sio shida. to make it fall is not a problem. Ila shida ni kujua imeangukia wapi. But the problem is to know where it's falling to. Inaweza angukia hapa kwa hii It carpet can fall on this carpet na haitapasuka. and it won't break. Lakini kiangukia kwenye mawe, If it falls on the stone, hautalokota you're kitu. not going to pick up anything. Itakuwa imesambarana. All be broken. Na wewe ukipoteza imani, And if you lack your faith, utaanguka. you will fall. Shida sasa ni kujua The problem is to know. ukianguka unaangukia wapi. You fall where you're falling. Unaweza anguka katika mikono ya You adui can fall into the hands of the enemy, na adui anakucheza. and the enemy plays with you. Anakucheza sawa And kabumbu. play you like a soccer ball. Yesu Kristo Jesus Christ, aliporudi juu mbinguni, when he came back from heaven, alisema anatuachia amri he moja. said he left us one commandment. Na hiyo amri And that commandment, alisema ni upendo. he said it's love. Hapa Here, kama tunatumia imani, if we use faith tunatumia na upendo. and love, Atakaporudi, je, atakuta imani? when he comes, he's going to find Na faith. alipoenda, nimewachia upendo. He left love. Akirudi, When he comes atatazama imani. He's going to see the faith. Alipoenda, When you went, aliwaachia upendo. he left love. Unasikia hayo mambo You mawili know those two things, wakati unayaweka when pamoja, you put them together, unaelewa ya kwamba you understand that sisi kwa kumpendeza Yesu Kristo, for us to look good, kwa kumpendeza Mungu, to be fulfilling the hand tunahitaji of the Lord, tuchunge vitu we viwili. have to guard two things. Tuchunge imani To guard our faith na tuchunge upendo. and guard the love. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Are we together? Wakati tunazungumzia kuhusu upendo wa Kristo If we speak about the love of Christ kwa mwenye haki, to the righteous, mwenye haki ni nani? who is the righteous? Mwenye haki The righteous, ni kinyume ya mwenye dhambi. it's different from a sinner. Haki Right ni opposite ya is dhambi. the opposite of sin. Ukiwa mwenye haki, If you are the righteous, Mungu anakuhesabu haki. the Lord counts you as right. Yaani wakati hauko katika hali It hiyo, means if you're not in that way, unakuwa katika hali ya dhambi. you are in the sinful way. Amen. Amen. Tuangalie habari za watu ambao Mungu alihesabu haki. Let's see the story of people that God counted righteous. Wakati tunasoma kitabu ya Warumi, If we read the book of Romans, sura yake ya kwanza mstari wa 17. verse 1, chapter 1, verse 17. Warumi 1:17. Romans 1:17. Msomaji anaweza kusomea. The reader can read for us. Warumi 1 na mstari wake wa 17 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, Amen, amen. mwenye haki ataishi kwa imani. Amen. Amen. Mwenye haki The righteous ataishi kwa imani. will live by faith. Basi hapa tunasikia ya kwamba Here we understand that kuhesabiwa haki to be counted ni righteous, kuwa na imani. you have to have faith. Tuangalie katika Agano la Kale, Let's read in the book, in the Old Testament. kuna watu walihesabiwa haki There mbele are za those people that Bwana. were counted right in the eyes of the Ni Lord. watu walitembea na Mungu. These are the people that walk with Na God. hao watu walitembea na Mungu, And these people that walk with God, walitembea na Mungu katika imani yao kwa Mungu. they walk with God in their faith with God. Walimpendeza Mungu kwa kuwa walibaki waaminifu kwa Mungu. They stayed faithful in the eyes of the Lord. Na yule ambaye alikuwa wa kwanza kutembea na And Mungu the first one aliitwa that Abraham. walked with God, his name is Abraham.
Na Abraham alijulikana And Abraham was kama known mwaminifu kwa Mungu. a faithful man in the eyes of the Lord. Na katika uaminifu And wake in his faithfulness, Mungu alimpenda. the Lord loved him. Na yeye alipendeza Mungu. And he was good in the eyes of the Lord. Na kwa hiyo And for that, Mungu alimwambia atamubariki. God told him he's going to bless him. Na kwa alipomubariki, And when he was blessed, sote tunamjua leo Abraham kama baba wa imani. today we all know Abraham as the father of faith. Baada ya Abraham kulikuwa manabii. After Abraham, there were prophets. Manabii wa Mungu The prophets of God, ni watu walitembea na Mungu. these are people that walked with Na God. walikuwa na imani kwa And Mungu. they had faith to God. Ila hapa And here, wale ambao walihesabiwa haki those that were counted right, hawakukuwa wengi. they were not very many. Haki ya Mungu The righteousness of God ilikuwa kama inapelekwa na kundi ndogo ya It watu. was as if it was taken by the few number of people. Ni wale waliitwa manabii wa Mungu. These are the people were called the prophets of Ni wao God. waliongoza watu. They are the one who led people. Na baada ya manabii And after the prophets, kulikuwa na watu wengine there were other people kama Nuhu, like Noah, kama Ayubu, like Job, na wale nao walipendeza Mungu. and these also were faithful in the eyes of the Na Lord. Mungu aliwaita wenye haki. And God called them the righteousness. Lakini ilikuwa muda mzito And it was a very hard time kwa taifa. for the country, for the nation. Taifa ilikuwa Because the nation yote inaenda uliza kwa nabii. was going to ask the prophet, Mungu alisema nini? what did God say to you? Ila sasa However, tuangalie ile ambayo imetokea kwa Agano Mpya. let's see what is written in the New Testament. Kwa Agano ya zamani, In the Old Testament, yote watu waliuliza nabii. everything was asked to the prophets. Kwa Agano Mpya, In the New Testament, however, tusome katika Yohana let's read in the book of John, sura yake ya 3 chapter 3, mstari wa 16. verse 16. Yohana sura ya 3 John chapter 3, mstari wa 16. verse 16. Hii ni verse ambayo tuliifanya kama recitation kwa masomo. This is a verse that we learned at school. Kungelikuwa hata mtu mmoja ambaye alifanya ekodime huko Kongo, If there's someone who did Sunday angelisoma school kwa back at ufahamu bila Congo, kusoma kwa he would Biblia. read knowingly without reading in the Bible. Mama Konso, unaweza kutusemea kwa ufahamu, funga Mama Biblia. Konso, can you close the Bible and Yohana read it from knowing? 3:16. John chapter 3, verse 16. 3:16 uisome kwa ufahamu, ufunge Read Biblia. it, close the Bible and read it through. Wengine wafuate kwa And Biblia. other people can also follow it through the Bible. Yohana sura 3 mstari wa 16 inasema hivi: kwa maana jinsi hii Kwa maana jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee hata akamtoa mwana wa He pekee gave his only begotten ili kila Son, mtu amwaminie asipotee ili kila mtu amwaminie never believe asipotee, him to bali perish, awe na uzima wa milele. bali awe na but uzima wa have milele. everlasting Amen. life. Amen. Kwa kina Amen. tunasikia kama wakati wa We kale understand that in the old days, walihesabiwa wenye haki, they were counted wale righteous, walitembea na Mungu kwa those that imani. walked with God by faith. Sasa agano, In the Mungu anafanya agano mpya na God mwanadamu, made a New Testament with na the kwa human agano being. mpya And with that new covenant, kunakuwa kitu kipya ambacho there is new things kinatokea. that came out of it. Mungu iko anaenda anajifunua zaidi kwa God is mwanadamu, continuing to reveal himself to the human race. na hapa And here, sio jambo tena ya it's kwenda not kuuliza the end, nabii, they want to go to ask the ila prophet. Bwana anasema Our Lord is saying kila mtu, that everybody, kila mtu atakayeamini, everyone who believeth, sio nabii tu ambaye not anaamini, only the prophet who believeth, kila but mtu, whoever also believes, wewe uko na wewe uko na you wewe, and you, whoever that believe, ukiamini, if you only believe, ukiamini, if you only believe, kuamini nini? what to believe what? Kuamini To nani? believe who? Kuamini Yesu Kristo. Believe in Jesus. Amepana sasa mtoto wake, He's given his only son. amepana mtoto He's given his son. kuamini Yesu To Kristo. believe in Jesus Christ. Yeyote ule ambaye Whoever that ataamini, believe in him, unaamini Yesu if you Kristo, believe in Jesus, na unapoamini and Yesu if you believe Kristo in Jesus, unapendeza Mungu.
you are righteous in the eyes of the Lord. Ukiamini mtoto wa Mungu, If you believe in the Son of God, unampendeza Mungu. you are righteous in the eyes of God. Na ukimpendeza And if Mungu, you're righteous in the eyes of God, unahesabiwa haki mbele you are zake. counted righteous. Amen. Amen. Bwana ako akifungua siri za The mbinguni. Lord is continuing to reveal the secrets of heaven. Lakini Yesu Kristo But Jesus Christ haikuishia hapo. never stopped there. Alianza wafundisha He watu started teaching people kuhusu haki ya Mungu. about righteousness of God. Alianza wafundisha watu, He taught people. na alipokuwa akiwafundisha And when he watu, was teaching them, Yesu Kristo alisema Jesus said, katika Yohana sura 6 John mstari wa chapter 6 verse 38. 38. 6 John chapter 6, 38. 6:38. Soma ndio. Yohana 6:38 inasema hivi: kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Amen. Amen, amen. And Jesus Christ, Ameanza tena he kuongeza started again kuwafunza watu to teach people walioingia katika agano mpya. that went in the new covenant. Walijulishwa ya kwamba They were told ukiamini, that if you believe, unaamini Yesu Kristo, you believe in Jesus Christ, unaamini Yesu Kristo, you believe in Jesus Christ, unampendeza Bwana. you please God. Thank you. Na unapompendeza And Bwana, when you please God, unahesabiwa haki. you are counted righteous. Sasa Yesu Kristo And now Jesus Christ anaongeza is mwangaza. adding a lot more light. Kumbuka alipokuja But duniani, when he came to heaven, ni nuru earth ndiyo iliingia is the duniani. light that came to the earth. Dunia ilikuwa katika The, giza. light, the earth was in the Yeye darkness. alikuja, aliingiza nuru He came duniani. as light to come to the world. Anaendelea kuleta And he mwangaza. continued to bring the light. Anasema kuniamini He's saying mimi. that to believe in me, Uniamini to mimi believe in me, ni sawa, it's good. lakini haitoshi. But it's not enough. Inabidi ufanye nini? You have to do what? Mapenzi ya You have to do the will of the Father. ongeza na kufanya You have mapenzi ya to Baba. continue to do the will of the Father. Basi acha nitangazie kanisa ya But let me kwamba announce to the church that mwenye haki the righteous ni yule ambaye is who atamwamini Yesu that Kristo believe in Jesus na Christ kufanya and mapenzi ya do the Baba. will of God. Amen. Amen. Ndio sababu sisi wa Kristo That's why as Christians, wakati tunajulishwa kuhusu kuamini Yesu when Kristo, we are told about believing Jesus Christ, ni kitu gani tunaamini katika Yesu Kristo? what do we believe in Jesus? Tunamwamini kama Mwokozi, We believe him as a Savior. alikufa kwa ajili He yetu. died for us. Tunamwamini kama We Bwana. believe as a Master. Maandiko yanasema The Bible says tutamwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha I'm yetu. going to believe him as the Savior and the Master of our life. Ila acha nipane mwangaza But let me hapa. give you another light. Wakristo wengi wameshindwa Many Christians have failed kwa kuwa wanaamini Yesu kama because they Mwokozi. believe Christ only as the Savior. Ila kumbuka, But remember, imeandikwa it's been written, hata shetani even Satan anamjua Yesu kama Mwokozi. knows that Christ is the Na Savior. naamini hiyo. And he believed that. Lakini kitu shetani hawezi, But what the devil cannot, hawezi kumchukua Yesu he kama cannot Bwana. take Jesus as the Master. Shetani hawezi kumchukua Yesu kama Bwana. The devil cannot take Jesus as Shetani the hawezi Master. fanya mapenzi ya He Yesu cannot do the will of kwa kuwa God. yeye anaitwa Because shetani. his name is Satan. Basi kumchukua Yesu Kristo kama But Bwana to take Christ as the Master ni kumupa maisha yako is to aongoze. give your life to lead. Kumbuka, Remember, mabwana walikuwa toka zamani. there were lots of masters even in the early days. Huko Japan Back in Japan, kulikuwa watu waliitwa mabwana. there were people called masters. Walikuwa watajiri wenye They mashamba, were rich with wenye lots mang'ombe, wenye of vitu vingi, cattle and many other things. na walikuwa na watu wa kazi. And they had slaves. Wale watu wa kazi And those slaves, walikuwa kama wa bodyguard, they were like bodyguards. waliitwa wa samurai. They were called samurai. Huyo samurai And those samurai, mbele za bwana in wake front of their master, alitoa maisha yake they mbele gave ya their own bwana life wake, to the master. na bwana wake aliitwa And Lord. their master were called Lord. Alimuita They senyewe, called him master. alikuwa ni bwana. He was a master. Samurai na mke wake na watoto The yote ni samurai
children and their wives, they are all the things for their master. Na samurai alijifunza And kupigana. the samurai taught themselves to fight, Kwa kuprotect bwana to wake. protect their master. Alikuwa tayari afe kwa They were ajili ya ready bwana to wake. die for their master. Na kama ingemfikia samurai And if it were reached to the samurai kufanya mistake, to do a mistake, kwa kuwa ni mwanadamu, because he was a human being, akifanya if mistake he mbele ya did a bwana little wake, mistake in front of their master, alisikia kama akufe. he was just feeling it to kill Na themselves. kwa kuomba msamaha alifanya And nini? to ask forgiveness, what would they do? Alichukua kisu, They would get a knife alikata hii kidole and kidogo, cut the small finger aliweka ndani ya bahasha, and put in an envelope, ndani ya envelope, in the envelope, alimtumia bwana and wake send it to their master. kusema, Bwana, To send to their nimefanya master, mistake. I've done a mistake. Kupitia hii ambayo And through unaona, what you see, please unisamehe. please forgive me. Na Bwana akiona hiyo And if kidole, the mother sees the little finger, anajua hapa kulikuwa he maumivu knows that makali. they were here a lot of Huyu pain. mtu amepitia This machungu, person passed through a lot of suffering. na hapo And alisamehewa, that one he's received a na forgiveness. uaminifu ulirudi. And that faithfulness became back. Bwana Yesu Jesus Christ, alikufa kwa ajili yako he died for you na kwa ajili yangu, and for myself as well. na yeye anataka And he wants umupe maisha yako you to aongoze. give his life, your life to lead. Ukimupa maisha If yako you give your aongoze, life to Jesus to lead, unahesabiwa haki. you are counted righteous. Bwana asifiwe. Praise the living God. Wakristo, Christians, haitoshe kumjua Kristo kama Mwokozi, it's not enough to know Christ as the Savior, ila kubali Kristo awe Bwana wa maisha but yako. accept Christ to be the Savior, the Master of your life. Yesu Kristo alipopaa juu mbinguni, When Jesus was in heaven, alituma Roho he Mtakatifu. sent the Holy Spirit. Unajua, You know, wa mitume waliishi na Yesu the disciples lived with Jesus, na walimuita Bwana and they called him Master, na walimwamini Yesu, and they believed Jesus. walilala naye, They slept with him, walikula naye, they ate with him, walishinda naye, they stayed with him, waliona they miujiza. saw miracles. Lakini wakati hatari ilifika, And when the trouble came, wote they walikimbia, all fled. hata mmoja hakubaki. Not even one stayed with him. Walimjua kama Bwana They knew him as na Lord. walimuita Bwana. They called him Lord. Kuna hata mmoja alimkana, There's even one who denied him. na ukifanya research katika And if you do Biblia research in the Bible, utakuta kuna mwingine you wali-intimidate, will find another one was intimidated, wakambana kwa nguo and they got him on cloth. juu ya woga, Because of fear, akatoa he nguo removed the cloth akawaachia and nguo left it with them and akakimbia ran. juu ya woga. Because of fear. Walikosa nini? What did they lack? Kuna nguvu zilikuwa zimewakosa. There's a power that they did not have. Ndiyo sababu Yesu alisema, That's what Jesus said. hili ninawafunza hawa, This I am teaching you. haiyafika nafasi It's yake, not arriving Kuna at the place kitu yet. kinakosa. There is something that is lacking. na kile kitu kilikosa, That something, ilibidi Roho wa Bwana ashuke. the Lord the Spirit had to come. Wakati Roho And when alishuka, the Spirit of God came, mambo yote yalifunuliwa. everything was revealed. Wamitume walipokea nguvu, The apostle received power. walijua siri za mbingu, They knew the secret of heaven. walipokea Yesu Kristo ndani They ya maisha received yao. Jesus Christ in their lives. Wamitume The apostles, walijua sasa they knew that ya kwamba kumwamini Mungu, to believe in God, kumwamini Mungu to believe in God, inapitia imani, it's through faith, inapitia utakaso, through sanctity, inapitia uaminifu, through faithfulness, inapitia uaminifu. through faithfulness. Yaani ilibidi wawe waaminifu kwa Mungu, They had to be faithful in the eyes of God. ilibidi wajitakase They mbele za had to be Mungu, holy in the eyes of God. waishi maisha ya utakaso, To live the life of holiness. na waliishi pia na maisha ya upendo. And they lived the life of love. Yaani zile ambazo ni makalite za Mungu And those are the quality of God. ni hizo ambazo It's walifumbua not that they ili wapate feel kumpendeza Mungu. so that they can be good and pleasing in the eyes of God.
Na hawa walihesabiwa haki. And these were counted righteous. Na ni hivi walienda kufanya kazi. And that's how they went and do the work. Walitembeza injili. They moved the gospel. Kristo aliwaambia. And Christ told them. Kuhusu upendo. To look love. Kuhusu upendo. About love. Mfano ya upendo. The example of love. Kristo aliwaambia. Jesus told them. Mtapeleka injili pande ile za dunia. You're going to take the gospel through the corner of the earth. Lakini mtaanzia wapi? But you're going to start where? Mtaanzia Jerusalem. In Jerusalem. Unajua? You know, Yesu angelikuwa mtu. if Jesus was a human being, angeliwaambia msipite he Jerusalem. would have told them not to pass through Jerusalem. Tuma fimbo za walimpiga pale. Because the way he was beaten in Jerusalem, the nails he was beaten in Jerusalem, angeliwaambia msiende he would pale. have told them not to pass Wale there. ni mabandi Don't msiende the pale. bandits, don't go there. Wale mhubiri kule. Go other places. Lakini kwa kuwa yeye ni Bwana wa But upendo. because he's the master of love, Pale alipigwa. where he was Ni beaten, pale waanzie. it's the place where they go Wape to start. injili. Give them the gospel. Jina la Bwana Praise the libarikiwe. name of the Lord. Roho Mtakatifu The Holy Ghost, ndiye alifunua mambo yote. the one who revealed everything. Alifunulia Yohana He revealed John habari za mbinguni. the secret of heaven. Mnazisoma kwenye kitabu cha You Revelation. can read it through the book of Hiyo Revelation. ni kazi ya Roho Mtakatifu. That's the work of the Holy Ghost. Leo tunakuwa huru Today we are free kwa kuwa tuna Roho wa Bwana. because we have the Spirit of God. Hatuna sababu We don't have anything ya kuogopa to be afraid, na hatuna but sababu we don't have any reason ya kupoteza imani yetu. to waste our faith. Tunakuwa na yote We have everything ambayo inatufaa that makes us ili tumpendeze Bwana. to look right in the eyes of God. Ningelikuwa wa kumaliza ningemalizia hapo. If I was to finish, I was going to finish here. Lakini sipendi kumaliza But I don't want to finish yet bila kuangalia without seeing habari za adui. the work of the enemy. Tunaposema imani, If you speak about faith, tunaposema upendo, if you speak about love, tunaposema haki, if you speak about righteousness, hivyo vyote vinakuwa na adui ambaye anavipiga. all these things have the enemy that fights it. Tumeisikia hapa. Watu wanashuhudia. You have understood people testifying here. Kuna mtu shida yake There is someone, his problem ni imani yake. is his faith. Mule ndio unatokea jaribu That's yake. all the problems coming from. Kuna mwingine Another person, yeye ana upendo. he has love. Na huo upendo ndio unampigia ndani That's vita. love, that's what he's getting all his fights from. Basi tuone But let's see. kwa kumaliza tutasema hivi. To finish, we're going to see this. Wakati tunahesabiwa haki, The time we are being counted righteous, si kwa nguvu zetu, it's not on our power si kwa akili zetu, or our own understanding. ni kwa neema tu It's for the grace kupitia damu ya Bwana through wetu the Yesu blood Kristo. of our Lord Jesus Christ. Ni hiyo tu inatufanya tuhesabiwe wema mbele ya Only Mungu. that makes us to be counted righteous in the eyes of God. Tunapokea hiyo ni kwa neema tu. We receive only that through grace. Lakini sasa However, now, ingawapo tunaipokea kwa neema, even though we get that through grace, tuone kwanza adui wa upendo ni nani. let's see the enemy of love, who is. Adui wa upendo anaitwa Shetani. The enemy of love, his name is Satan. Shetani akiingia kati yako na Mungu, If Satan gets between you and God, atakutenganisha na Mungu. he will separate you from God. Ukimupa nafasi, If you give him a place, ukimupa nafasi, if you give him a place, kama haukubaki mwaminifu, or if you do not stay Shetani righteous, anakutenganisha na Mungu. the Satan will separate you from God. Na kitu kikubwa ambacho ningependa nizungumzie tena And one important thing that I would like to speak about tonight, ni kuhusu upendo kati ya bibi na bwana. it's about the love of a man and a wife. Ndoa zetu hapa Adelaide Our marriages here in Adelaide, zimejengwa juu ya upendo, they have been built upon na love ni upendo wa Yesu Kristo. and the love of Jesus Christ. Lakini nini ina happen? But what is happening? Kwa nini mke na mume Why a man and a hapa woman Adelaide here in Adelaide, muda kidogo nasikia hawako tena after pamoja? a few times they say they're not together anymore? Hiyo ni kazi ya Shetani. That's the work of the enemy. Na nitaka niwafunze kitu But I kidogo want to tu. teach you a very small thing Kitu today. kidogo tu. Very small thing.
Na nilipenda kila mmoja asikie. And I want everyone to listen. Zaidi mke na mume. Mostly a husband and a wife. Sio mafundisho ya couple. It's not the teaching of couples. Nazungumzia habari za shetani. I'm speaking about the news of the devil. Adui wa upendo. The enemy of love. Mke na mume. Husband and wife. Wakiwa wenye haki. If they are righteous. Wanaongozwa na roho wa Mungu. They are led by the Spirit of God. Waliacha Mungu aongoze maisha yao. They have left God to lead their spirit, Na wanaamini their Yesu marriage, Kristo. and they believe in Jesus Christ. Adui hafurahi. The enemy is not happy. Shetani hafurahi. The devil is not happy. Shetani atawinda aingie katikati. Satan will do whatever is possible to get in between them. Shetani akiingia katikati. And when the devil gets in between, mke akimupa nafasi. if the wife gives them place, na Bwana akimpa nafasi. and the man gives a place Katika nyumba, in their house, usiku, at night, mke na mume wanalala. the wife and husband are sleeping. Utasikia sauti. You're gonna hear the voice. Sauti zinaanza panda. The voice starting rising. Utasikia mke. You're gonna hear the wife. Anaanza sema why? Say why? 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 Kwa nini? Sauti iko juu. The voice is very high. Utasikia sauti ya Bwana. You're gonna hear the voice of the man. Sasa kwa. What is this? Ça n'importe quoi. Whatever. Ça n'importe It is quoi. whatever. Na Biblia atasema. And the wife will say, Let me call the police. I'll get the police. Let me call 300. I can need the police. Na Bwana atasema. And the husband gonna say, Call. Eat out. Call. Eat out. Unajua kwa nini sauti inapanda? You know why the volume is going high? Kuna mtu anajua kwa nini sauti inapanda? You know anyone who knows why the voice is going high? Wako face to face. They are face to face. Wako kusantimita moja na They mwingine. are face to face. Sauti inakuwa juu. The voice is very high. Kwa nini? Why? Adui aliingia. The enemy has entered. Adui The enemy anaingia kiroho. has entered spiritually. Na adui The enemy, anawinda upendo. he is chasing the Na love. upendo ni katika roho. And the love is in the heart. Adui anafanya nini? What does the enemy do? Kama wale wako Elizabeth If they're in Center, Elizabeth Center, adui anachukua roho ya mama, he takes the heart of the mother anaibeba Salisbury down. and take it to Salisbury down. Anachukua roho ya baba, And take the spirit of the husband anaibeba Gola. and take it to Gola. Hizo roho mbili And those two hearts, sasa zinaanza communicate. when they start to communicate, Zinalalamika. they start to scream at each other. Let me go! Acha niende. Let me go! Acha niwaite. Go! Wende. Wanakuwa mbali moja na They mwingine. are far from each other. Amen. Amen. Ila Bwana, But God, Bwana Mungu, but our God, Yesu Kristo, our Jesus Christ, anaitwa mfalme wa amani. He's called the King of Faith, Akiingia pale of katikati. peace. When He gets in between, Akiingia if katikati. He goes between them, Kama Bwana if the Master amegundua hiyo siri, has and have known that secret, anashuka, He comes down, anaalika Yesu Kristo. He welcomes Jesus Christ. Bwana akikumbuka, If the man remembers, malaika wa Bwana akimkumbusha if the angel of the Lord reminds the kama adui man ameingia, that the enemy has already Bwana entered, anaalika Yesu the Kristo. man calls Anaalika Jesus mfalme wa Christ. amani. He calls the King of Peace. Na Bwana akiingia kwa maombi, And when the man gets in the prayer, akitaja jina la if Yesu, he calls upon the name of Jesus, pressure inashuka hapo. the pressure goes down. Roho ilikuwa Salisbury down, The spirit that was in Salisbury down, inarudi hapo. it comes back here. Amen. Amen. Kwa nini mke na mume hawajui kama adui Why ameingia? does the husband and wife know that the enemy has already Wakati entered? The wanalalamika, time they are screaming, wakati wanapaza the sauti, time they are raising their voice, watoto wanashtuka nyumbani. the children are awake in the Na house. mtoto anaweza kuya, And the child can come anagonga, and start knocking on the door. anasema papa, And why? Papa, why?
Papa what? Papa nini? Papa tunawaza mwizi anaingia. Papa, we think the thief has entered. Tunasikia masauti We mwizi start hearing the anaingia. voice, the enemy has entered. Papa anasema uende hakuna mwizi. Papa said, God, there is no a thief. Je, papa anasema kweli? Is the father saying the truth? Papa iko wrong. Papa is wrong. Mwizi aliingia. The thief has entered already. Mwizi The aliingia. thief has entered. Kambrionera The aliingia. thief has entered. Papa hakumuona. Papa did not see him. Mama hakumuona. Mama did not see him. Walijikuta wanaanza They lalamika. found themselves screaming at each other. Mwizi aliingia. The thief has entered. Watoto walisikia. The children heard. Wazazi hamkusikia. But the parents did not understand. Jina la Bwana libarikiwe. Praise be the name of the Lord. Tutashikana mkono We're going to hold each other's hands, baba na mama father and mother, katika maombi. in prayers. Ukiwa shida, If there is a problem, mwalike Bwana. call upon the Spirit of God. Ambia mke wako, Tell ambia your mume wife, tell your wako, husband, fanya nguvu do whatever is possible umufikishe kwa hali ya maombi ya pamoja. to reach him to the place of. Watu wengi hawayafikia Many people are not hali ya yet maombi to the place of together prayer, na hiyo inaleta shida. and that makes the